Wapendwa watazamaji, karibuni katika tafakari ya leo, siku ya Jumanne, Dominika ya pili ya mwaka C wa Kanisa. Tutaanza kwa kusoma neno la Injili. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 12. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia miyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupambanua hirizi zao. Huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa na watu Rabi. Bali ninyi msiitwe Rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja, aliye wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, karibuni katika tafakari tukiongozwa na maneno tuache majivuno. Wapendwa watazamaji, katika dunia ya leo majivuno yameenea sana. Watu wanapenda kusifiwa, kuheshimiwa na kuonekana bora kuliko wengine. Wapo baadhi yetu hutumia vyeo vyao, mali na vipaji walivyo navyo kwa kujikweza, kujivuna na kujifanya miungu watu, wakidai kuabudiwa, kusujudiwa ndipo watoe msaada au huduma. Watu hawa huvunja sheria na taratibu kwa nguvu ya mali zao, vyeo vyao au vipaji vyao walivyo navyo, na hivyo hufanya wanyonge wadhulumike, wanyanyaswe na kudhalilishwa na kubezwa. Katika Injili ya leo, Yesu anawaonya viongozi wa dini, mathalani Mafarisayo, waliowataka watu wafuate sheria ambazo hata wao wenyewe hawakuweza. Mafarisayo pia walijivuna na kutafuta umaarufu mbele za watu, na hata kutaka kwa nguvu kuitwa Rabi, ili tu waonekane mbele za watu kuwa wao ni wakubwa, wana heshima. Tukumbuke kwamba Yesu mwenyewe alituonyesha mfano bora wa unyenyekevu. Kwa kuwa hatuna budi kuwa wanyenyekevu. Ingawa alikuwa mwana wa Mungu, hakujitukuza bali alijinyenyekeza, akawa mtumishi wa wote hadi kufa msalabani kwa ajili ya wokovu wetu. Tunasoma haya katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya 6 hadi ya 8. Mtakatifu Terezia wa Avila anadokeza kuwa unyenyekevu ni kutambua ukweli kwamba bila Mungu hatuwezi kitu. Yesu anasisitiza kwamba kiongozi wa ukweli ni yule anayefanya huduma kwa wengine kwa moyo wa upendo na unyenyekevu, si kutafuta sifa, kwa maana maneno mengi hayaonyeshi ufanisi bali matendo.
Mtakatifu Agustino anatudokeza kuwa hakuna njia ya kwenda kwa Mungu isipokuwa kupitia unyenyekevu, kwa maana majivuno ni kizuizi kikubwa cha neema yake. Ndugu wapendwa watazamaji, katika maisha yetu ya Kikristo, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma, tumuombe Mungu atujalie roho ya unyenyekevu na huduma, kama Yesu alivyokuwa mfano wa kutumikia na si kutumikiwa. Tafakari hii inaletwa kwenu nami Shemasi Silveri Nyanda, shemasi wa Jimbo Katoliki la Lindi.